Ifuatayo taarifa ya habari kutoka EAGT Kagera Sugar TV. Utakuwa nami msomaji wako Susan Jeremia, na huu ni muhtasari wake. Kanisa la EAGT Kagera Sugar linaendelea na ujenzi wa kanisa la zaidi ya watu 1000. Maadhimisho ya sherehe ya watoto yafikia kileleni leo. EAGT yazidi kung'ara kupitia mpango mkakati taifa. Na ifuatayo ni habari kamili. Kanisa la EAGT Kagera Sugar laendelea na ujenzi wa kanisa la watu zaidi ya 1000. Tuungane na mwandishi wetu Benson Johannes kutoka site kwa habari kamili. Na hayo yamesemwa na Engineer Brighton Peter wakati nilipokuwa nikisema naye kuhusiana na jambo hilo, na sasa tuungane naye kwa taarifa zaidi. Ujenzi wetu uko kwenye hatua nzuri, na katika hatua zote tumefuata hatua za uhandisi na usanifu wa majengo, ambapo tumetumia mfumo wa nguzo yani beams. Na katika hatua hiyo jengo limeshakamilika kwa 80%, ambapo sasa tuko katika utaratibu wa kupata chuma kwa ajili ya kupaua yani roofing. Tangu tumeanza hadi sasa katika jengo letu tumetumia gharama ya pesa takriban milioni 154, ambapo kwa hatua zilizobakia zitahitajika kiasi cha shilingi milioni 246, ambayo itafanya thamani ya jengo hadi kukamilika kufikia jumla ya kiasi cha shilingi milioni 400. Kutoka katika viwanja vya EAGT Kagera Sugar, site ya ujenzi, mimi ni Benson Johannes wa EAGT TV. Kwa kweli tumekuwa na wiki nzuri ya watoto katika kanisa la EAGT Kagera Sugar, ambapo mambo mbalimbali yamefanyika katika wiki hii, na leo hii tumefikia tamati ya wiki hii. Miongoni mwa mambo yaliyofanyika katika wiki hii ni kama ifuatavyo: usimamizi wa ibada zote, kutembelea watoto yatima na kuchangia mahitaji mbalimbali. Barikiwe na Bwana. Karibuni wageni, karibuni. Karibuni wageni, karibuni. Karibuni wageni, karibuni. Karibuni kati yetu. Tawapenda wageni, tawapenda. Tawapenda wageni, tawapenda. Tawapenda wageni, tawapenda. Tawapenda kati yetu. Wageni wetu katika kituo hiki cha Tumaini, kituo ambacho kinahudumia watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Nipende mkaribie sana na niombe mkae. Karibuni sana na wageni. Kwa majina naitwa Dickson William. Mimi karibu sana. Tuna mabweni mawili, bweni la wasichana ndipo unakuta mama yupo, tuna mama wawili, na pia tuna bweni jingine kwa ajili ya wavulana. Nikielekeza hivi, yani tunashuka, tunapita getini, tuna shamba jingine ambako wavulana wanakaa. Lakini kwa shughuli za kutwa nzima tunakuwa pamoja, mashambani, kwenye mazingira, kwenye chakula. Tunakuja kutenganishwa na vitanda tu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi ambao mnaona umuhimu wa kufika kututia moyo. Sio kazi nyepesi, kwa sababu tunahudumia watoto ambao pengine wamepitia magumu huko kwenye familia zao na kwenye jamii. Kwa hiyo wakifika hapa tunahitaji kuwatuliza mioyo yao ili angalau waweze kujiona wanafaa katika jamii na maisha mengine yaweze kuendelea. Asanteni, na tunashukuru kwa hiki ambacho tayari tunakiona mbele yetu, tumekwisha kukipokea kutoka kwenu. Mungu azidi kuwabariki. Karibuni sana. Asante. Mungu awabariki sana. Mimi kwa jina naitwa Elius Adiliani. Natokea kanisa la EAGT Kagera Sugar. Kagera B, maana kule kuna makanisa mengi. Natokea kituo cha Kagera B. Ni mwalimu wa watoto kule kanisani. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika hapa kuonana na ninyi na kuonana na watoto hawa. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa jina naitwa Daudi Asajira Mambata, nimeokoka na mpenda Yesu.
Pia natokea kanisa la EAGT Kagera B katika ile eneo la Kagera Sugar pale kiwandani. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru pia kuwa miongoni mwa waliokuja mahali hapa, na niwapongeze sana walimu na wote ambao mnahusika katika kulea watoto wao. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasalimu kwa jina la Yesu. Mimi kwa majina naitwa Paul Katemi. Natokea kanisa la EAGT Kagera B na eneo la Kagera Sugar. Mimi kwa upande wangu nimekuwa nikija hapa huu mwaka wangu wa 5 katika kituo hiki kuja kuwaona. Kwa kila mwaka huwa anakuja, wakati mwingine kwa mwaka anakuja mara 2, wakati mwingine mara 1. Kwa hiyo imekuwa ni faraja kubwa sana. Tunapokuja kuwaona tunajisikia vizuri na kuwakumbuka watoto, kuja kuwatembelea na kuwatia moyo na kuwatia moyo pia walimu ambao wanawalea katika huduma hii ya kupambana na watoto wanaotoka katika mazingira magumu. Bwana asifiwe sana. Kwa siku ya leo tunamshukuru Mungu, nimeambatana kama kanisa la EAGT Kagera B. Kwa hiyo nimeambatana na mchungaji wangu Mchungaji Profesa Longino Kabakaki. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia katika jina la Yesu. Mimi kwa jina naitwa Agnes Longino Kabakaki, ni mama mchungaji wa kanisa la EAGT. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika mahali hapa kwenye kituo cha watoto yatima. Kwa furaha kabisa, Mungu anasema dini iliyo safi kwenda kuonea yatima na wajane. Hilo andiko lilikuwa linanihimiza sana kwamba nije mahali hapa. Tulikuwa tunamtuma huyu mkaka kwa ajili ya kutuwakilisha, lakini leo hii imetubidi tuje rasmi ili tupate kuwaona watoto wetu tunaokuwa tunawatumia zawadi nini. Kwa hiyo ni furaha kwangu kuona kwamba nimefika mahali hapa. Mungu awabariki walimu kwa kazi kubwa mnayoifanya. Watoto hamjambo? Hatujambo. Tumekuja kuwatembelea siku ya leo. Tunashukuru kwa kuwakuta mko vizuri kabisa, mmependeza mno. Mmetukaribisha kwa kaumbo kazuri sana. Mungu awabariki sana. Tumefurahi kuwaona. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaomba kwa ajili ya neno, kisha nimkaribishe baba yetu mchungaji. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa amani, uketie milele, tunayo sababu ya kukushukuru kwa maana umetufikisha mahali hapa. Ni kwa mapenzi yako Mungu, ili tukutimize neno lako linalotusukuma kuja mahali hapa. Tazama sasa tunapokwenda kusikia neno lako toka kwa mtumishi wako. Roho Mtakatifu mwezeshe kunena kama ulivyokusudia. Tunahitaji neno lako likapate kuponya na kuinua na kuzidi kuwatia nguvu na imani watoto hawa pia na walimu wao. Mtumishi wako apate kunena kama ulivyokusudia. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mchungaji Profesa Longino Ludovick Kabakaki wa kanisa la EAGT Kagera Sugar, tuko maeneo ya Kagera B. Kanisa letu la EAGT liko katika jimbo la Bukoba. Jimbo la Bukoba ina maana wilaya ya Bukoba Manispaa, wilaya ya Bukoba, wilaya ya Muleba na wilaya ya Bukoba Misenyi. Tunamshukuru Mungu kwa kituo hiki kuweza kuwatunza watoto. Huu ni utumishi wa Mungu, ni kazi ya Mungu. Nawapa hongera sana. Tulikuwa tukimtuma mratibu wetu Mr. Katemi, ndiye amefika hapa mara nyingi, amesema amefika mara 5, lakini leo tumeona tuje pamoja na walimu wa watoto pamoja na mama mchungaji, pia ni kiongozi katika jimbo letu, ni makamu idara ya wanawake katika jimbo letu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu tusikilize neno kwa ufupi. Zaburi ya 68 na ule mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana watoto. Amina. Mnampenda Yesu? Ndio. Zaburi ya 68 mstari wa 5 unasema, baba wa yatima na mwamuzi wa wajane,
Mungu katika kao lake takatifu, baba wa yatima na mwamuzi wa wajane. Mungu katika kao lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu hili linatufundisha kabisa na kutusisitiza kuonyesha kwamba Mungu anawapenda sana ninyi watoto. Anawaondolea, hili tamko lake linawaondolea ule upweke. Yeye Mungu ndiye Mungu wa yatima, Mungu wa wajane, Mungu wa watu ambao wamekataliwa, wale walioachwa, wale wanaohuzunika. Ni Mungu wetu wote, ni Mungu wenu. Sasa Mungu kwa sababu amejitambulisha kwamba yeye ndiye Mungu wenu, watoto mjisikie faraja. Mungu huyo atawatumia malaika kuwalinda, atawatumia watu kuwaletea misaada kama hii. Sisi tulivyovileta hivi ni kidogo, sio sisi, ni Mungu mwenyewe. Ndio maana anasema kwamba ni Mungu ya yatima. Ndio maana anatutumia sisi kuleta vyakula kama hivi, kuleta mchele, unga na nguo, ndizo tulizoleta hapa. Hivi tumevileta si kwamba sisi tuna vitu au tunavyo vingi au tunao uwezo. Kwa sababu yeye Mungu amesema yeye ndiye Mungu wa yatima, ndiye huyo ametutumia sisi kuweza kuleta vitu hivi. Kwa hiyo mubarikiwe navyo, muvipokee kwa furaha, muamini kwamba Mungu ndiye amewapa. Jambo kubwa ninalowasisitiza, jitahidi kumcha Mungu. Mumpende Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu aliyewapa uhai, Mungu akawapa watu wa kuwalea. Kituo hiki cha KKT, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kituo cha Lutherani kinachowalea. Hawa ni watumishi wa Mungu. Muwaone walimu wenu pamoja na wahudumu wenu, muwaone kwamba ni watumishi wa Mungu ambao Mungu amewawekea. Waheshimuni. Utakapowaheshimu, hakikisha ndani ya mioyo yenu mna hofu ya Mungu. Msijifunze uasherati mnapokuwa hapa. Msikubali kujifunza ushoga. Msikubali ulawiti. Msikubali uizi. Msikubali kwenda kuwa machokola huko kwenye mitaa. Kubali ile elimu wanayowapa, itawasaidia huko mbeleni. Utakapokuwa umemcha Mungu, Mungu atakupa ufahamu wa kuweza kusoma, hata kwenda chuo kikuu, hata ukapata ajira. Mbeleni hata ninyi wenyewe kati yenu mtaanza kuwasaidia hata watu wengine. Mtaanza kuwahadithia, na sisi tulikuwa watoto yatima, tukamcha Mungu, tukakubali misaada, tukakubali unyenyekevu. Tazama tumekwisha kuwa watu wazuri. Kati yenu yawezekana wapo watakao kuwa wabunge, mawaziri, mainjinia, manesi, madaktari. Mjipe moyo mkuu, Mungu yuko pamoja nanyi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mimi niachie hapo kwa ufupi, nazidi kuwasisitiza. Kumbuka kwamba Mungu amewaambia kwamba Mungu ndiye Mungu wa yatima na wajane. Mungu ndiye anayewahudumia. Kwa hiyo msimwache huyo Mungu wenu. Waheshimu wale wanaowahudumia. Kwa neno hilo fupi, ningeliomba tusimame wote niweze kumshukuru Mungu, alafu na kuwaombea baraka za Bwana. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Tuombe. Mungu mtakatifu uliyeziumba mbingu na nchi, vionekanavyo na visivyoonekana, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya watoto hawa ambao wako mahali hapa Bwana. Asante kwa sababu umewapatia watumishi wako, wanawalinda, wanawatunza, wanawapa elimu, wanawapa chakula. Bwana Yesu wabariki. Wapiganie, watetee watoto hawa. Malaika wako wepo hapa kuwalinda na kuwatunza. Roho Mtakatifu wape ufahamu wa kuelewa. Wape hofu yako Mungu, ili wazidi kukuabudu na kukupenda wewe Mungu, kisha wapate uzima wa milele. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno lako. Awabariki sana. Sisi tunaomba tuwakabidhi zawadi yetu hii kidogo. Mje mkapokee walimu. Mbinguni Baba, asante. Nikusimamie
Yesu asifiwe sana. Amina. Sisi kanisa la EAGT Kagera B, Kagera Sugar, tunamshukuru Mungu kwa hili kidogo ambacho tumeweza kuwaletea. Mbele yenu ni vitu mbalimbali. Kuna mchele kilo 25 pale. Kuna unga kilo 25, kuna mafuta lita 10. Kuna nguo za aina mbalimbali, kuna sabuni, pia kuna matikiti maji, pia kuna keshi shilingi 50 ambayo ndio mwisho wa mwaka kwenye sikukuu. Kwa hiyo mtaona nini mboga gani ambayo itawafaa. Amina. Weka mikono. Nikiwa kiongozi katika kituo, kwa niaba ya kituo kizima tunasema asanteni kwa huduma hii ambayo mmeitoa. Ni huduma ambayo imegusa pale ambapo tunahitaji. Nilikuwa naongea na mama dakika chache zilizopita kwamba sisi hapa uhitaji ni mkubwa sana. Chakula hatuna mfadhili, tunajitegemea na tunategemea jamii iliyotuzunguka. Mavazi, vifaa vya shule, tunategemea watu kutoka nje kuja kutusaidia, hatuna mfadhili. Ufadhili tuliokuwa nao tangu mwaka 2003 wamemaliza mwaka huu mwezi wa 8. Wamesema sasa inatosha kwa miaka hiyo ya kuwasaidia. Basi endeleeni kutafuta huko kwingine. Kwa hiyo tukiona jamii kama ninyi mkifika tunasikia kufarijika. Na tuombe kwamba mkiwaona hata wengine wajulishe, huduma bado inahitajika. Watoto mkiwaangalia bado ni wadogo. Na kituo chetu kinawapokea wote wenye changamoto za tofauti, kama mlivyomuona dada ambaye anatembelea gongo au ajiwezi kabisa, tunao wa jinsia na yuko shuleni. Na kwa ushuhuda tunaye mwingine ambaye haoni, tulimpata kutoka Karagwe akiwa na miaka 8, sasa hivi ni binti yuko chuo kikuu mwaka wa 3. Tunamshukuru Mungu. Ndio, kwa hiyo kazi hii ni nzuri na Mungu anaendelea kutubariki katika hili. Asanteni, azidi kuwabariki. Shukrani kwa wanajumuiya wote mnaotumika pamoja nao kwa mkono ambao wameuweka kwa ajili ya kuwaletea watoto hawa, na sisi kwa ujumla tunaowahudumia mnatupia moyo. Asanteni, Mungu awabariki. Tunashukuru wageni kwa hiki mlichotuletea. Kwa mnaona ni kidogo, lakini sisi kwetu tunaona ni kikubwa. Mungu awaongezee, mwambie na huko ambapo mmetoka tunawasalimia sana. Mungu awabariki kwenye safari yenu mtakapokuwa mnarudi huko Biseni. Mungu atangulie. Karibuni sana. Shukuru. Kumtegemeza mchungaji wao, kuonesha vipaji vyao. Mstari wa 12 inasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba nami mtawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema kwamba when you pray to him,
Wakati ukimwomba yeye, we listen you, atakusikiliza. If you are not a good worshiper, kama wewe sio mabudu mzuri, even if you play time zako, hata kama unaomba mara ngapi, can't listen you, hawezi kukusikiliza. So we should balance. Kwa hiyo unapaswa kukadiria. Example, when they say that, mfano nikisema kwamba pay money for children, unalipa hela kwa watoto shuleni, at church, kanisani. Wafilipi 4 sura ya 1 mstari inasema, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini, upole wenu ujulikane kwa watu wote, Bwana yu karibu. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Wajenzi wawili, Zaburi ya 119 mstari wa 89. Ee Bwana, neno lako litasimama imara mbinguni hata milele. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana atamuona Mungu. Zaburi sura ya 23 mstari wa 1 inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Praise Valentine, nasalia katika kanisa la EAGT Kagera B kwa mchungaji Profesa Longino Ludovick Kabakaki. Naenda kutaja vifungu vya Biblia kuanzia cha kwanza cha 10 hadi na kuendelea. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3 inasema, Yesu akasema iwe nuru, ikawa. Wafilipi 4 inasema, furahini katika Bwana siku zote, na tena furahini. Wafilipi 4 mstari wa 13 inasema, naweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mathayo 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 5:8 inasema, heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Nixon Nelson Boniface, nasalia katika kanisa la EAGT kwa mchungaji Profesa Longino Ludovick Kabakaki. Leo nimekuja mbele zenu kutaja vifungu vya Biblia. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Waefeso sura ya 6 mstari wa 1. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha mpaka akiwa mzee. Lakini pia tuna watoto mbalimbali ambao wamehudhuria katika sherehe hii. Tuanze na mtoto aliyeka mahali hapa. Kwa majina naitwa Elizabeth Eliusi, nimeokoka na mpenda Yesu, nasalia katika kanisa la EAGT Kagera Sugar kwa mchungaji Profesa Longino Ludovick Kabakaki. Tumejifunza nini katika sherehe ya leo? Kwa kweli katika sherehe hii nimejifunza mambo mengi, ikiwemo michezo mbalimbali, lakini pia nimewaona watoto wenzangu jinsi wanavyompenda Mungu, lakini pia nimeona watoto wakitaja miiko, vitabu na misingi. Pia nimeona shamba na furaha kubwa. Kwa kweli hii itakuwa kumbukumbu kwangu miaka yote, na ninawashukuru wazazi wangu kwa kunipa haki hii ya kuwa mmoja wao katika wiki hii ya watoto. Na hivi ndivyo ilivyokuwa katika viwanja vya EAGT Kagera Sugar. Kwa kweli mambo ni mazuri kabisa, kama ulivyomsikia mtoto mmoja akitushuhudia mambo yalivyo mazuri kabisa katika sherehe za watoto kanisani.
Na hivi ndivyo ninavyohitimisha. Endelea kuwa nasi mpenzi mtazamaji. Katika viwanja vya EAGT Kagera Sugar ni mimi Castoida wa EAGT TV. Asante sana. EAGT yazidi kung'ara kupitia mpango mkakati taifa. Tuungane na mwandishi wetu Asante Johnson kwa habari kamili. Hayo yamedhihirishwa na ripoti iliyotolewa na Kurugenzi ya Bima Taifa, ambayo kutokana na changizo inayotolewa na kila mshirika wa EAGT nchi nzima, ambayo ni shilingi 200 kwa wiki sawa na shilingi 10,400 kwa mwaka. Na ifuatayo ni baadhi ya miradi iliyofanyika kutokana na mpango mkakati: Sibuka TV na Lili FM Radio, shule ya sekondari ya Wasisi, ununuzi wa ardhi ekari 100, ofisi za makao makuu Dodoma na chuo cha Biblia. Nikiripoti kutoka EAGT Taifa, mimi ni Asante Joseph kwa EAGT TV. Na hivi ndivyo tunavyohitimisha habari, mpenzi mtazamaji. Ulikuwa nami msomaji wako Susan Jeremia. Benson Jones Dokin nikishirikiana na Brighton Peter nikishirikiana na Castoida nikishirikiana na Asante Joseph nikishirikiana na Elizabeth Ellis. Sibuka TV.